makadirio ya mwezi Mei. This battlefield and all the dynamics of it, of which katika uwanja huu wa vita hivi na mienendo yake yote, ambayo mwenyekiti na mimi tuna jukumu la kuhakikisha rais anavielewa vyema na matokeo ya kile kinachoweza kutokea, na tulifanya hivyo vyema. Ukweli ni kwamba dharura hizi zote tulizifikiria na tulielewa. Hilo ndio sababu kubwa zaidi inamfanya Rais Trump astahili kupata sifa kwa kufanya jaribio hilo. Hawawezi kuwa na silaha za nyuklia za kututishia. Rais wa Marekani Donald Trump ameelekeza serikali yake kuruhusu mashirika ya ndege ya Marekani kuruka moja kwa moja hadi nchini Lebanon kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miongo minne. Hatua hiyo imefikia kufuatia mkutano wa kihistoria na mwenzake wa Lebanon, Joseph Aoun, katika ikulu ya White House. Rais Aoun anatafuta uungwaji mkono wa Marekani kwa ajili ya jeshi la Lebanon ambalo linajitahidi kuwapokonya silaha kundi la Hezbollah. Rais Trump aliahidi kusaidia Lebanon kwa kiasi kikubwa, akitaja nchi hiyo kama iliyotendea uovu. Ndege za Marekani kwenda Lebanon zilisimamishwa mnamo mwaka 1985 wakati ndege ya kampuni ya TWA ilipotekwa nyara na Hezbollah na kulazimishwa kutoa Beirut. Kikao cha mahakama kinatarajiwa kufanyika nchini Nigeria, katika eneo ambalo kulipatikana shehena kubwa zaidi ya dawa za kulevya aina ya meth kuwahi kukamatwa nchini humo. Washukiwa 10 akiwemo raia 3 wa Mexico wanatuhumiwa kuendesha biashara mamilioni ya dola katika maabara iliyoko msituni. Wote wamekana mashtaka hayo. Kesi hii inajiri huku kukiwa na wasiwasi ya kuongezeka kuhusu uzalishaji wa meth unaohusishwa na mtandao wa Mexico kushika kasi katika baadhi ya maeneo barani Afrika. Na polisi nchini Liberia wanasema wamekamata shehena kubwa ya kokaini iliyofichwa ndani ya lori na kukamata watu kadhaa wakiwemo raia 2 wa kigeni. Operesheni hiyo ilifanyika katika kaunti ya Magharibi Mashariki mwa Monrovia. Kando na kuweka picha mitandaoni, polisi hawakutoa maelezo zaidi. Operesheni hiyo inajiri wiki chache baada ya Rais Joseph Boakai kuahidi kuimarisha juhudi za kusambaratisha mitandao ya biashara haramu ya dawa za kulevya nchini humo. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania tunasikika kupitia CGFM, Abudu FM, Radio Kwizera, Radio 1, Radio Free Africa. Kenya ni Mwanedu FM, Yota FM na County FM. Uganda ni Voice of Mabura, Radio Lira na Radio Chitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Elizadil Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza moja kwa moja kupitia YouTube na Facebook bbcswahili.com. Leo hii uko nami Halima Nyanza, karibu. Kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, mzozo wa kijeshi kati ya Marekani na Iran unaendelea kushika kasi, huku mashambulizi ya anga yakiingia usiku wa 11 mfululizo na gharama za vita hivyo zikiongezeka kwa kiasi kikubwa. Huyu hapa Isabella Magodi tena. Mashirika ya habari ya Iran yanaripoti kuwa mifumo ya ulinzi wa anga imewashwa jijini Tehran, huku milio ya milipuko ikisikika katika mji wa kaskazini magharibi wa Tabriz. Siku ya Jumanne, jeshi la Iran lilitishia kuongeza mashambulizi dhidi ya maeneo yenye maslahi ya Marekani na yale ya washirika wake ikiwa Washington itashambulia maeneo yake ya nyuklia. Tishio hilo lilikuja baada ya Rais Trump kusema Marekani hivi karibuni ingeshambulia mlima Pickaxe unaosadikiwa kuwa na vituo vya nyuklia vilivyozikwa kwa kina kirefu chini ya ardhi. Wakati huo mjini Washington, waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth ameambia kamati ya Seneti kuwa vita na Iran vimegharimu zaidi ya dola milioni 37, ikiwa ni ongezeko la karibu dola bilioni 8 tangu makadirio ya mwezi Mei. Alisifu hatua ya Rais Trump kusimama kidete katika vita hivyo. This battlefield and all the dynamics of it, of which katika uwanja huu wa vita hivi na mienendo yake yote, ambayo mwenyekiti na mimi tuna jukumu la kuhakikisha rais anavielewa vyema na matokeo ya kile kinachoweza kutokea, na tulifanya hivyo vyema. Ukweli ni kwamba dharura hizi zote tulizifikiria na tulielewa. Hilo ndio sababu kubwa zaidi inamfanya Rais Trump astahili kupata sifa kwa kufanya jaribio hilo, akiwa na ujasiri wa kuhakikisha kwamba wanamgambo wenye msimamo mkali wa Kiislamu hawawezi kuwa na silaha za nyuklia za kututishia.
alikuwa anajiwasilisha kwa mara ya kwanza mbele ya kamati ya ugawaji fedha ya Seneti baada ya mzozo huo kuanza tena. Hegseth alisema mafunzo ya kijeshi yatalazimika kupunguzwa iwapo hakutakuwa na nyongeza ya dharura ya fedha. Anatafuta dola bilioni 67 za ziada kwa ajili ya Pentagon. Kikao hicho kilikatizwa mara kadhaa na waandamanaji wa kupinga vita, huku baadhi yao wakipiga kelele na kusema, acheni kuua watoto wetu nchini Iran na Palestina. Ni taarifa yake Isabela Magodi. Ufaransa imepiga hatua kubwa katika kudhibiti matumizi ya teknolojia miongoni mwa watoto, huku sheria mpya ikilenga kubadilisha kabisa jinsi vijana wanavyotumia mitandao ya kijamii. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesifu kura ya bunge iliyopitishwa kupiga marufuku watoto walio chini ya umri wa miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Taarifa zaidi na Florian Kajage. Chini ya mswada huo aliopendekeza Rais Macron wa Ufaransa, majukwaa ya mitandao yatalazimika kutekeleza mifumo ya uthibitishaji wa umri, huku shule za sekondari zikitakiwa kupiga marufuku matumizi ya simu za mkononi. Watoto walio chini ya umri wa miaka 15 watazuiliwa kufungua akaunti mpya kuanzia mwezi Septemba, huku akaunti zilizopo zikipoteza ufikiaji kuanzia Januari mwaka ujao. Baadhi ya vijana wameelezea wasiwasi wao kuhusu mitandao. Kwa kweli mimi niligundua Snapchat na Instagram nilipokuwa na umri wa miaka 15 hivi, lakini mambo yamebadilika tangu wakati huo. Inatisha kuona maudhui ambayo baadhi ya watoto wanachapisha na kile wanachoweza kukiona mtandaoni. Nafikiria sheria hii itawaweka salama kiasi. Sidhani kama hii ni hatua tosha. Jinsi mambo yanavyozidi kupigwa marufuku, ndivyo vijana wanavyozidi kutaka kukaidi amri. Na kijana akiwa na simu mkononi, ana mbinu nyingi za kukwepa vizuizi, kama vile kutumia VPNs. Sheria hii sasa inaweka kigezo kipya rasmi Ulaya, huku mataifa mengine yakifuatilia kwa karibu kuona jinsi utekelezaji wake utakavyofanikiwa kuanzia mwezi Septemba. Ni Florian Kajage. Nduta Mbogori mwenye umri wa miaka 34 anaishi na ugonjwa wa Parkinson ambao ni hali ya kinolojia inayoathiri mishipa ya fahamu. Amemuelezea mwenzangu Asha Juma safari yake binafsi, akitafakari jinsi hali ilivyoanza tangu utotoni, changamoto alizokumbana nazo na ustamilivu unaomfanya aendelee kusonga mbele. Asubuhi nikiamka na mkanga nikianza kutetemeka. So nimeza tembea kwanza, ni ngoja ifanye kazi, niende nifanye tizi, niende nitafuta breakfast, nioge, whatever ile kitu nafaa kufanya. But ile kitu na rule maisha yangu kwa sasa ni dawa. Dalili za kwanza zilitokea nikiwa around 16, yani kutetemeka, lakini hata kabla hiyo nikifikiria zaidi, kuna maumivu nilikuwa nasikia kwa mwili, vitu zenye sikuwa na connect. Nikisimama kukimbia for example, because nilikuwa primary school ama ndo nilikuwa naelekea high school, nasikia uchungu ina shoot kwa miguu na sikuwa najua ni nini. Ni dhana potofu za aina gani ambazo umekumbana nazo? Mingi sana. Ya kwanza ni mimi ni mlevi, nimekunywa pombe nafaa kutoa lock, ndo sasa niache kutetemeka. Ya pili, kuna mtu aliniambia I'm a heroin addict. Uchawi ni nyingine kubwa sana. Nasikia baridi, kusikia baridi ni nyingine, na kama saizi na sweat. Hii condition pia nakujanga na sweat. So sisiki baridi. Wacha niwaambie saizi I'm not feeling cold guys. Watu saa zingine wanaogopa pia kuapproach, wanadhani nitawaambukiza. Na ni wakati gani hasa pengine uligundua kuwa una tatizo hili? Because nilipata diagnosis I think in 2022, nikafanya alternative therapies for about 1.5 years, labda 2 years. Alafu azifanyi. Pia nilibahatika nilifanya therapy. Therapy inasaidia sana kulainisha mafikiria zako, kukurudisha into reality. But kitu ya kwanza ilikuwa acceptance. Kama singe-accept singetokea na story yangu. Kitu ambacho pengine kimoja unaweza kukikumbuka, wakati ule ulikuwa unakifanya kwa wepesi, kwa haraka sana, lakini leo ukijiangalia unasema Nduta. I was an actress kitambo sana. Ukienda backstage unafaa kubadilisha nguo urudi on stage for your next scene. Saizi siwezi fanya hiyo kazi. Ushauri gani unaweza kumpatia yule ambaye sasa hivi anapitia hali kama yako? Ukifikiria hiyo shida utapata solution. Ile kitu nimekuja kujua ni ile kitu napitia, lazima niongee. Ongea na watu, tafuta other ideas, tafuta other perspectives, una kama utapata usaidizi, na kusema kweli hakuangi peke yako. Ni Nduta Mbogori huyo mwenye matatizo ya ugonjwa wa Parkinson, kama alivyozungumza na mwenzangu Asha Juma. Na pia Daktari Rahel Kilimba kutoka taasisi ya Niulize Takwimu amezungumzia kuhusiana na ugonjwa huo.
Ni ugonjwa ambao unaathiri mwendo na usawa wa mwili. Unasababishwa na athari ambazo zinakuwa endelevu kwenye mfumo wa neva za ubongo, na hii inatokea pale ambapo seli ambazo ziko kwenye ubongo zinazotakiwa kutengeneza kemikali fulani ambayo inaitwa dopamine zinapokuwa zimekufa, na hii kemikali ndio inafanya kazi ya kuweza kudhibiti movement za mwili. Dalili za awali ni pamoja na kutetemeka bila kukusudia. Tafiti zinaonyesha kwamba mara nyingi huwa inaanza kwenye mkono, lakini pia dalili nyingine ni pamoja na kukakamaa na kukaza kwa misuli, ambapo hii inaweza kuambatana na maumivu. Anaweza kupata changamoto za kuzungumza, anaweza kupata changamoto za kumbukumbu. Kuna vinasaba fulani ambapo mtu akiwa navyo anakuwa kwenye hatari zaidi ya kuumwa ugonjwa wa Parkinson's. Na kitu kingine ambacho kinaweza kuchangia ni vitu vya kimazingira, kupata majeraha makali kwenye ubongo ambayo yanajirudia, lakini pia kuwa exposed kwenye viambata sumu ambavyo huwa vinakuwepo kwenye dawa ambazo zinatumika mashambani kupulizia wadudu, kupulizia magugu. Matibabu mazuri ya huu ugonjwa wa Parkinson's sio dawa peke yake, ila ni muunganiko wa dawa, tiba kwa mazoezi au physiotherapy, tiba kwa kazi ama occupational therapies, lakini pia tiba ya maongezi au speech therapies. Ni Daktari Rahel Kilimba huyo kutoka taasisi ya Niulize Takwimu akikamilisha makala ya Waridi wa BBC iliyoandaliwa na Asha Juma. Na sasa basi ni habari za michezo na Florian Kaijage. Karibu. Asante sana Halima Nyanza. Katika michezo asubuhi ya leo ni kwamba taarifa moto hasa kuhusiana na masuala ya usajili. Watu wanakamilisha ama kuimarisha vikosi vyao. Ni kwamba klabu ya Bournemouth huko England imekataa ofa ya pauni za Uingereza milioni 64 kutoka Chelsea kwa ajili ya kiungo Alex Scott. Bournemouth iliweka wazi kwa Chelsea kwamba hatua yoyote zaidi ya kutaka kumsajili mchezaji huyo haitakaribishwa, na kwamba wameazimia kumbakiza mmoja wa wachezaji wao nyota. Hata hivyo, hali bado ni ngumu kwa klabu hiyo, kwani mchezaji huyo wa timu